الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فعنوان خطبتنا اليوم حقوق الزوجة تجاه زوجها. الحمد لله، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى ناكم تكي رحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عنوان خطبته ya leo ni haki ya mke dhidi ya mume wake. Ikhwa, fa huququl mar'ati ala zawjiha 75 huquqa. Ima haki ya mwanamke dhidi ya mume wake ni haki 75. Fanaqifu ala wahidatin minha, lakini sisi leo katika khutba yetu tutaiongelea moja peke yake, nayo ni kauli Allah subhanahu wa ta'ala, u anfusakum wa ahlikum nara. Haki nayo ni haki ile Allah subhanahu wa ta'ala anasema, u anfusakum wa ahlikum nara, yokoeni nafsi yenu na nafsi ya familia yenu kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال عليه الصلاة والسلام رسول صلى الله عليه وسلم أنا سيما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والعمير راع. الحديث رسول صلى الله عليه وسلم أنا سيما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja wenu atakuja kuulizwa kile ambacho kwamba leo hii amepewa mamlaka ya kuichunga. Warajulu ra'in fi ahli baitihi, na mume kama mwanamume ndani ya nyumba ni ra'in fi ahli baitihi, ni mchunga kwa familia yake. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, kesho akhira atakuja kuulizwa kutokana na wale ambao kwamba yeye amepewa mamlaka ya kuwachunga. Wal mar'atu ra'iyatun, na mwanamke hivyo hivyo pia naye ni mchunga fi baiti zawjiha, ndani ya nyumba mumewe. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, naye pia naye atakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala ile sehemu ambayo kwamba aliyepewa yeye aweze kuisimamia. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام حديث ingine رسول صلى الله عليه وسلم anasema inna Allah sa'ilun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuuliza kila ra'in, kila mchunga, amma star'ahu, ile ambayo kwamba aliyepewa aichunge, ahafidha am dhayya, je amehifadhi ile amana ambayo kwamba aliyepewa na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kafikisha kwa mwenyewe, am dhayya, ama ile amana ambayo kwamba aliyepewa na Allah subhanahu wa ta'ala ameipoteza. Ikhwa, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله سبحانه وتعالى anamwambia mtume wake, وأمر أهلك بالصلاة, amrisha watu wako juu ya swala, wastabir alaiha, na ufanye subra juu ya yale ambayo kwamba yatakayokukuta. La nas'aluka rizqan, sisi hatukuulizi riziki, nahnu narzuquk, sisi ndio ambao kwamba tutakayeruzuku. Wal aqibatu littaqwa, lakini jua mwisho mema ni wale watu ambao kwamba muogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hadithi tuliyotangulia, Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha kila mmoja kati yetu, akawa anaanza na Mtume sallallahu alaihi wasallam awe ni achukue jukumu ya kuamrisha familia yake juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho akaja hadithi tuliyotangulia, akawa anasema inna Allaha sa'ilun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atauliza kila ra'in, kila mchunga ambao kama aliyepewa jukumu ya kusimamia, amma star'ahu, ile jukumu ambao kama Allah subhanahu wa ta'ala aliyepea, hafidha am dhayya, amehifadhi, am dhayya, ama ameipoteza. Hata yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi, mpaka mtu akuje kuulizwa kutokana na familia yake. Je, hii familia ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupea, watoto uliokuwa nayo, mke uliokuwa nayo, majukumu ile watu ambao kwamba wewe unayasimamia, unawalisha na unawavesha na unawasomesha, je umewahifadhi jinsi misingi ya dini inahitajia, ama umewaacha hivyo hivyo wakawa ni wenye kupotea? Ikhwatul ghurra,
Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana akamwambia wa'mur ahlaka bisalah, amrisha watu wako juu ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya ibada muhimu ambayo kama ni swala, wastabir alaiha, alafu msukosuko utakayepata ndani yake katika kule kuamrisha fanya subra nayo. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, sisi hatukuulizi chochote kutokana na riziki, bal Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuitoa hiyo riziki. Wal aqibatu littaqwa, mwisho mema kwa wale ambao kwamba wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii amri ni kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakini amri hiyo fahamu kwa kuwa ikianza kwake hata wewe pia naye mafunzo kama hiyo wewe umo ndani. Sasa sal nafsak, wewe mwenyewe jiuliza nafsi yako, madha ta'lamu zawjatak an diniha, nini ambao kama mke wako leo hii anajua kutokana na dini yake? Naam, watoto tunahakikisha kwa kuwa wanaenda mafunzo, madrasa wanaenda, shule pia naye wanaenda, sababu unaona hii ndio wakati wao watoto kusoma. Lakini jiulize, madha ta'lam zawjataka an diniha, mke wako nini anachokijua kutokana na dini yake? Am hiya mujarradun qudwa, am yeye anafuata tu juu watu, yeye kuanzia kuzaliwa kwake ameona watu wanaswali hivi, adhuhuri inaswaliwa raka 4, jumaa inaswaliwa raka 2, alfajiri inaswaliwa raka 2, lakini yale ambayo kwamba yenye kufanyika ndani ya ibada hiyo yeye hana habari nayo. Sasa wewe mwenyewe jiulize, mke wangu kweli anajua kitu kutokana na dini yake? Wakati Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia qu anfusakum wa ahlikum nara, iokoe nafsi yako na nafsi ya familia yako kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali radhiallahu anhu warḍah anasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, alimu anfusakum wa ahlikum khaira, fundisheni nafsi yenu, yani anza nafsi yako mwenyewe alafu familia yako khairi ambao kwamba inapaswa wao waweze wakaitenda. Wewe jukumu yako, Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema jifunze wewe mwenyewe ya kwanza nafsi yako, anza kujifunza khairi, alafu familia yako pia nayo wafundishe. Hii ni amri kuanzia kwako mpaka kwa familia inaelekea. Si wewe mwenyewe maadamu mimi nimejua naenda msikitini na swali nafanya ibada ile ambayo kama anaiweza, lakini mke hajui chochote kutokana na dini yake, wewe ukaona kwa kuwa tumeoana kwa sababu ya kusaidiana juu ya maisha, basi hiyo ndio sababu ambayo kama iliyotuleta pamoja. Na wakati Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kutokana na njia ya kujiokoa nafsi yako na nafsi ya familia yako ni kuwafunza, wewe jifunze, alafu hata wao pia nayo wafunze kutokana na masala ya dini yao. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema anfusakum wa ahlikum nara, iokoe nafsi yako wewe na nafsi ya familia yako kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio wewe leo umekuja msikitini kuiswali, lakini tafakar, fikiria wewe mwenyewe, regesha akili yako nyuma. Fajiri ya leo mke wangu ameswali? Kama ameswali, nini anajua kutokana na ile swala ambayo kwamba yeye mwenyewe alikuwa anayeswali? Iliwaida akili yako nyuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema al-kayyisu man dana nafsa wa amila li ba'da al-maut, mwenye akili ni yule ambaye kwamba anajihesabu nafsi yake na akafanya kile ambacho kwamba itakayemsaidia baada ya kifo yake. Rasul sallallahu alaihi wasallam hivyo anasema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ihisabu nafsi yako kabla kuja kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Saa hii wewe mwenyewe jihesabu nafsi yako, mke wangu anaswali, mke wangu anafunga, mke wangu anajitayarisha, lakini hivyo ndio ambao kwamba anayefanya, hivyo ndivyo inastahili kufanywa katika sharia Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia miongoni mwa wale salafu salih, inasemekana ya kuwa kulikuwa na mtu mmoja ambaye kwamba alikuwa ni mcha Mungu. Lamma intahal qala li zawjatihi, pale siku ambayo kwamba aliyefanya harusi akaingia ndani ya nyumba, yani ameoa siku ile ambayo kwamba alioa, walipoingia ndani ya hiyo nyumba akaanza kumwambia mke wake, la tataharraki wala tatakallami bikalimatin fi ghaibati illa wa tu'ridina alayya. Anaambiwa kuwa kuanzia saa hii wewe umeingia ndani ya hii nyumba,
Usiwahi toka hapa ukanyanyua mguu yako ukaweza kufika kwa hiyo milango. Usiongee chochote ndani ya hii nyumba ambayo kwamba wewe uko. Kilima yoyote usiwahi ongea wakati siko katika hii nyumba. Yani anamwambia sharti ya kwanza ambayo kwamba anaanza kumwambia ni kwa kuwa wewe leo tumeingia ndani ya hii nyumba pamoja, ni mke wangu. Sharti yangu ndani ya hiyo nyumba kuanzia saa hizi, kitu ya kwanza usinyenyue mguu yako ukaweza kutoka nje na hii nyumba. Kitu ya pili, usiwahi ongea chochote wakati mimi siko ndani ya hii nyumba, lakini chochote utakapohitajia kuiongea mpaka unitaarifu mimi nataka kuenda sehemu fulani ama nataka kuongea kitu fulani. Hina ati wakati pale ambapo kwamba mimi nitarudi katika hii nyumba. Lianni, kwa sababu mimi mas'ulun an tasarrufika kulli. Mimi nitakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na vitendo vyako ambavyo kwamba utakayekuja kuyafanya. Kuanzia leo hii mimi nimekuoa, fahamu mimi nitakuja kuulizwa yale ambayo kwamba utakayefanywa. Mimi nitaulizwa yangu na wewe yako pia naye nitakuja kuulizwa mimi. Kuntu mas'ulun an nafsi laysa illa, mimi mwanzoni kabla ya leo jana mimi nilikuwa nikiulizwa nafsi yangu peke yake. Hakuna kitu kingine mimi naulizwa. Nafsi yangu peke yake ndio Allah subhanahu wa ta'ala ataniuliza. Ningekufa kabla wewe kuingia hii nyumba, mimi nilikuwa naulizwa mimi nafsi yangu peke yake. Hakuna kitu kingine mimi nitakuja kuulizwa. Lakini leo hii wa ana al'an mas'ulun an nafsi wa anki, lakini leo hii mimi naulizwa nafsi yangu, alafu na yako pia naye nitaulizwa kutokana na yale ambayo kwamba utakayekuja kuyafanya. Fa us'alu an ashri salawatin. Kitu ya kwanza mimi nikisimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mauti nikinikujia, nikuje mahshara ya kiyama, mimi nitakuja kuulizwa swala 10 kwa kila siku. Zamani nilikuwa naulizwa swala 5 peke yake kwa siku kama nimeitekeleza, lakini hii leo hii nimeingia na wewe ndani ya nyumba, nitakuja kuulizwa swala 10 ambazo kwamba kwa siku nafaa kuyatekeleza. 5 ni yangu ambayo kama mimi naishughulikia, na 5 ni jukumu yako kama wewe umeweza kuishughulikia. Fahamu wewe mwanamke. Thumma kadha fi jami'il muamarat, alafu wacha swala peke yake, mambo yote ambayo kwamba dini imeleta ya amri mimi naulizwa yangu, alafu hata yako pia naye na ukuja kuulizwa mimi kama umejitayarisha kisawa sawa. Je, sharia Allah subhanahu wa ta'ala wewe unaielewa? Yangu naulizwa kama mimi najua, hata yako pia naye naulizwa mimi kama wewe unaijua. Sasa sharia ndani ya hii nyumba yangu, kama vile kila mmoja wetu akioa, kitu ya kwanza anamwambia kwa kuwa heshimu mamangu. Hapo ya pili ndio anakuja kumwambia kwa kuwa swala pia na ibada ya Mwenyezi Mungu kisipofanya tutakosana. Hiyo ndio masharia ambayo kwamba unaileta. Ya kitu ya kwanza ni nini? Mamangu. After wiki moja, mwezi mmoja, mamako wewe hata wewe humpigi simu. Jana ulimwambia sharia ya kwanza heshimu mamangu na uwezo ukamtii yeye, lakini baada ya mwezi mmoja wewe mwenyewe ambaye ulikuwa unampenda mume wako, mamako, wewe na mamako mumeambiana bye bye. Wa kullu ma ana talibun bihi, kila ambacho kama mimi sharia inaniamuru mimi kuifanye, min alfadhaili wa ghairiha, kutokamana yale mambo bora ambayo kama Uislamu inaamrisha na mengineo ambayo kama ya makatazo nafaa kukatazika nayo, mimi nakuja kuulizwa wewe mwanamke. Wa hatta idha naqaltil kuza min mawdhi'in ila mawdhi'in fa akhbirini, anamwambia kitu ya mwisho mimi nakuambia wewe mwanamke, kitu ya mwisho ndani ya nyumba ambayo kama wewe leo unafaa kuifanya kuanzia saa hii, hata kikombe ukiondoa hapa ukaweka sehemu kama pale, usiwahi ondoa hiyo kikombe pale mpaka uweze kuniuliza. Sababu ni nini? Si alikuwa malengo yake ni hiyo kikombe, bali alikuwa anamwambia kwa kuwa wadhalika khifatan min an tatasarrafa fi shay'in tadhunnu annahu la yatarattabu alayhi hukm ash-shar'i. Sababu mimi nakwambia hayo yote, huenda ukafanya kitu kidogo ukadhani hii haina mafungamano kutokamana na sharia Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe hicho kitu kina mafungamano na sharia Allah subhanahu wa ta'ala. Kesho mimi nisimamishwe mbele Allah subhanahu wa ta'ala, niulizwe kutokamana na kikombe uliondoa pande hii ukapeleka pande hiyo, kwa sababu sharia Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa inahitajia hiyo kikombe iondolewe kinamna fulani. Hiyo onyo ndani ya nyumba yangu. Hebu angalia huyo manzila
aina gani ameielewa huyu mke ako na jukumu kwake yeye, na kesho Allah subhanahu wa ta'ala anamuuliza. Na hii aya ambayo kwamba iko katika sura At-Tahrim, tunauliza aya hiyo inasomwa kila wakati, wa anfusakum wa ahlikum nara. Kila yule ambaye kwamba hata hajui suratul Fatiha pengine anahifadhi hiyo aya, sababu khutba inakuwa kwa wingi sana inaiongelea aya kama hiyo. Lakini wewe umeifahamu hiyo aya namna gani? Wa anfusakum wa ahlikum nara, iokoe nafsi yako na nafsi ya familia yako. Angalia, imefungamana kati ya kuiokoa nafsi yako na nafsi ya familia yako kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul gharra, yuridu an yuhaqqiqa hal ta'lamu shari'at Allah. Huyu mwanamume ambaye kwamba anampangilia sharia hiyo ndani ya hiyo nyumba yake, kitu ya kwanza anataka kujua huyu mwanamke anajua sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio chenye anafanya, anamwambia mimi nafanya kwa misingi ya dini, dini inataka mimi nifanye namna hii, apate kujua kweli huyu mwanamke anajua dini yake. Kitu ya pili, amjahilatun fayuallimaha, ama huyu ni mjinga hajui dini yake ili aweze kumfunza hiyo dini. Lakini maalasaf, hebu tuangalie ndani ya hii nyumba yetu sisi, kweli tunaiongelea kuhusu dini? Ama ushawahi kumjulisha, kumwambia mke wangu leo tawadhi mbele yangu mimi nione kama wewe kweli unajua kutawadhi? Kalala, hakuna mmoja wetu. Hata swala ambazo kwamba pengine wengi wetu hatuendi msikitini kama swala ya fajr, utapata mimi na swali kivyangu na mke ana swali kivyake, kila mmoja ndani ya nyumba moja, kila mmoja ana swali kivyake. Maalasaf, angeswali na wewe ungejua makosa ambayo kwamba yeye aliyokuwa nayo. Lini ushawahi kalisha huyu mke wako suratul Fatiha hapo peke yake ukamwambia soma leo mimi nijue kama kweli wewe unaijua hii suratul Fatiha? Maalasaf, utapata kwa kuwa hakuna. Nini ambao kama iliyofanya hayo yote? Ikhwatul gharra, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wakati da'wa inakuja, anakuja kufunza waislamu dini yao, anaambiwa anza familia yako. Wewe familia yako wewe mwenyewe, familia yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia waachana, fahamu ya kuwa yeye anafaa kufikisha dunia mzima dini, lakini kabla ya kuanza wengine anaambiwa familia. Huyu familia ako nao throughout, huyu atoki hapo. Lakini yule mwingine leo ako na yeye pengine ni mpita njia anasafiri, anaambiwa wachana na mpita njia, familia yako ndio first unafaa kuanza nayo. Wewe tafakar katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala, kila ambacho kama unayajua ushawahi fundisha. Wakati Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema balighu anni walau aya, kila mmoja wetu hapa kile kidogo unayojua ni lazima uweze ukafikisha. Unafaa kufikisha kwa nani? Mwanzo unafaa kufikisha kwa familia yako. Wewe familia yenyewe umeitupa, unafikiria watoto peke yao ndio wanafaa kuenda huko madrasa waweze wakasoma, ama wao peke yao ndio wanafaa kuenda kusoma hii shule peke yao. Huyu mke wewe umeioa kwa sababu gani? Sababu tusaidiane maisha, basi hakuna kitu kingine. Nafahamu hiya saddada an rahmatillah, na yeye ndio yule ambaye kwamba anakukingawiza kati yako na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال عليه الصلاة والسلام, رسول صلى الله عليه وسلم anasema taraktu fikum mustaqalain lan tadillu ma tamassaktum bikima kitabullahi wa itrati. Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa taraktu fikum, nimewaachia nyinyi astaqalain, mambo mawili ambayo kwamba ni mazito zaidi. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, hamutapotea maisha yenu kama nyinyi mtashikana na mambo mawili. Mambo mawili gani? Anasema kitu ya kwanza kitabullah, kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni Qur'an. Ya pili ni nini? Wa ithrati, familia yangu. Rasul sallallahu alaihi wasallam anakuja kutuachia na familia yake kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na familia yake. Ina maana hawa walifunzwa kisawasawa wakaweza kuielewa hiyo kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio leo hii tunasema an ummil mu'minina Aisha, an ummil mu'minina Hafsa. Leo hadithi mingi tunaipokea sababu takharraju min madrati zawjatihim, hawa wametoka wametakharraj katika madrasa ya mume wao. Leo wewe kama mume ndani ya nyumba, nini umefunza mke wako?
Hao wamefunzwa na mume wao ambao kwamba alikuwa Rasul sallallahu alaihi wasallama, kielezo chema ambao kwamba inahitajika kila mmoja aweze kuiga. Leo nini umeifunza ndani ya hiyo nyumba yako? Leo wewe unajifakhiri nayo, alhamdulillah mke yangu ameweza akajua suratul Fatiha, ameweza kuijua kuanzia Nas, at least ameweza kufika qul huwallahu ahad, sura 3 peke yake. Kile ambacho kwamba wewe leo umejua, nini umeweza kuifunza? Fahamu Allah amekwambia ukirudi aya ya kwanza, wa anfusakum wa ahlikum nara, yokoe nafsi yako na familia yako kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hujawahi kumfunza chochote, hujawahi kuangalia ile ibada ambayo kwamba anayefanya imeenda sawa sawa kwa misingi ya dini, ama hiyo ibada yeye anafanya tu venye yeye mwenyewe anaijua na wewe kuna habari nayo. Wewe utadhani hii aya ya wa anfusakum wa ahlikum nara utaingia? Kwanza nini Allah subhanahu wa ta'ala aliweka kitu kikubwa, kitu awwalu ma yuhasabu bil abdu yawm al-qiyamah as-salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema kitu ya kwanza unahesabiwa nayo ni swala. Swala sio yako peke yake, hata mke wako inaangaliwa. Wewe yako imesii, lakini ya mke wako huko nyumbani hakuna chochote. Wewe unadhani yako ndio itakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hii ni khatar, uweze kujua kwa kuwa inaweza ikatukabili mambo kama hayo. Ikhwatal gharra, madha allamta zawjatak? Sasa wewe ikhwa, nini umeweza kuifunza mke wako mwenyewe? Ikhwa, chenye ambacho kama unaona leo umeweza kumpea mke wako kutokana na ilmu ya dini nini? Ikhwatal gharra, utapata hakuna chochote. Al-ajabu wal asaf, kitu ya ajabu tena inaweza kuweka huzuni kubwa sana ikhwatal gharra, ala ma ala ilayhi mujtama, kile ambacho kwamba umma saizi wameweza wakaiendeleza fil ahad, katika hii zama ambao kwamba sisi tuko, min imhali hadha alhaq, kutokana na kuipoteza na kuidharau hii haki ya misingi ambao kwamba mke wako alikuwa anahitaji kukupewa, wal ihtimam, na kuweza kufanya kuweka kipawa mbele bil mahri wan nafaqa wal kaswa wa ghairiha, kuweza kuweka mbele zaidi kipawa mbele mahari ya mwanamke, ndio kile kitu ya kwanza. Hata mtu angalie leo mumeona ni mahari, pengine utatoa kile kichache uliokuwa nayo, ngine mnaandikiana, wewe unajua mahari huyu mwanamke mimi sijampea. Kitu kingine ni nini? Nafaka, chakula ndani ya hiyo nyumba, ndio kile ambacho kwamba utakayeangalia na kuhangaika nayo. Na mke asubuhi mara ya kwanza ukijaribu kunyanyua tu mguu, ama umeanza kuvaa unataka kutoka, anakuambia pesa ya mboga. Haangalii dini yake nini inahitajika kwake yeye, lakini yeye hataki kujua. Huenda anajua wewe kwa mfuko wako hata shilingi 10 kuna, lakini yeye hivyo hivyo anakuuliza pesa ya mboga, weka hapa ndio uweze kutoka. Haki yake ya misingi ya dini yeye hana habari nayo, hataki kujua. Mume wangu leo at least nisikize suratul Fatiha, kwake yeye hakuna. Na wewe mwenyewe unaona alhamdulillah, hiyo ni shetani, wacha akae tu hivyo hivyo. Na itakuwa cha kustajabisha zaidi utakapoambiwa kwa kuwa mke wako hajui dunia, kesho mkiingia nyote wawili akhera janna, yeye atakuwa mke wako. Yani huyu wa dunia hapa mkiingia nyote pamoja huko akhera, pamoja na hurul ain huko nayo, hata yeye pia naye atakuwa mke wako. Duniani yenyewe amenitesa hivi, alafu mimi nione sura yake huko peponi. Shetani, wacha hii swala yake hata isikue ndio aweze kuingia motoni. Kumbe hivyo ndivyo unajiingiza. Fahamu kwa kuwa lisanul hali afsahu min lisanil maqali. Siku zote matendo yanazingatiwa zaidi kuliko maneno. Huenda kusemi hivyo, lakini vitendo vyako vinaonyesha yeye unataka aende motoni. Kumbe ndio mnabebana hivyo hivyo fi darkil asfali minan nar. Ikhwatul gharra, zama ya saizi sisi tumeangalia sana, tunachokijua mwanamke ndio haki yake ni nini? Kitu ya kwanza mahari apewe, ya pili chakula ndio aweze kusimamiwa, ya tatu mavazi ndio aweze kusimamiwa. Hiyo ndio wewe unaijua, ama ghairi ya mambo mengine ya kutoa yeye out kana kupeleka yeye sehemu ya starehe, hizo ndio wewe unaona kwa kuwa kwako wewe ndio mwanamke anaistahili. La hasha, sio hizo ambao kwamba huyu mwanamke anaistahili peke yake. Fahada ibn Mas'ud, sikiza huyu sahaba ibn Mas'ud chenye ambao kwamba anayefanya na mke wake. Tasalu zawjatuhu Zainab, siku moja mke wa Ibn Mas'ud radhiallahu anhu wardaha, sahaba huyu ambao kwamba hata Rasul sallallahu alaihi wasallam alimuombea yeye, akawa siku moja alipokuja nyumbani mke wake anamwambia, mke ambao kwamba alikuwa anaitwa Zainab, baada ma sami'at qawluhu alayhi salatu wasalam, ya ma'ashara an-nisa tasaddaqna walau min huliyikum
fa inna kunna akthara ahli jahannam yawm alqiyama. Huyu mwanamke baada ya kuwa amesikia hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ambaye inasema nyinyi wanawake, nyinyi kongamano ya wanawake, mkithirishe kutoa sadaka kwa sababu wingi wa watu wa motoni ni wanawake. Wingi wa watu wa motoni ni wanawake. Badala ya wakati mwanamke amesikia hii hadithi akawa anafikiria nitaanza kutoa sadaka nini. Rasul sallallahu alaihi wasallam anawaambia walau min huliyikum, hata kama ni hizo pambo zenu ambazo kwamba mliokuwa nayo kutokana na bangili, vitu kama hivyo ambao kwamba nyinyi mliokuwa nayo, hata kama ni hiyo, kithirisheni kutoa sadaka. Huyu mwanamke akawa yeye kweli hana kitu yote, akamuuliza mume wake, akamwambia mimi nakutuma kutoka kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakutuma umwambia nini? Is'al li, niulizie mtume sallallahu alaihi wasallam. Anamwambia ayujizi anni min sadaqa an nafqatu ala zawji wa aitam fi hijri. Je, inatosha kuandikiwa mimi kama thawabu ya kutoa sadaka chakula ambao kama namwandalia mume wangu nampea, na watoto ambao kama ni yatima mimi nawalea? Hiyo peke yake, kwa sababu sina kingine ambao kama mimi natoa. Chakula ambao kama unaleta pengine wewe mwenyewe ni kidogo, haiwezi zidi hawa. Chakula napika na kupea, na chakula ambao kama mimi nalishia hawa. Leo hii wetu hapa ukiingia kwa hiyo nyumba, kitu ya kwanza ni nini? Kuondoka yenyewe kwa hiyo kiti kibarua. Akiondoka hapa aenda akakupakulie, hapo anakuja anatupa pap, anaangusha, anaondoka hapo. Ujaribu kuuliza tu chakula bora chumvi imezidi hapo, wewe umeacha pesa mboga hapo. Pesa mboga na chumvi imefungamana wapi? Hii ndio ile ambayo kwamba hali tuliyokuwa. Nini ilimfanya kuwe hivyo? Sababu haielewi misingi ya dini ni nini. Huyu mwanamke baada ya kumwambia kumtuma mume wake aende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amuulize kwa kuwa chakula ambao kwamba yeye anamwandalia mume wake na watoto ambao kwamba ni yatima, je, yeye anaweza kuandikiwa sadaka hiyo? Mume sasa kama mume anasema faqal sal idhhab wasal binafsik, wewe enda alafu ulize wewe mwenyewe. Yani wewe enda jiulizie hiyo swali wewe mwenyewe. Kitu cha kwanza hapo inapatikana, kwa nini yeye asienda akajiulizie mwenyewe? Fahamu inaweza ikaenda. Huyu akaenda akaambiwa venye ambao kama atakuja kuexplainia huyu mwanamke, huenda hatofahamu venye atafahamu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ataweza rudisha swali lingine, huyu akashindwa kujibu, ataenda tena kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kazi yake ni kukuja na kurudi huko. La, kitu ya kwanza anajua hii ni elimu na ni muhimu, huyu ni jukumu yake. Si mimi nafaa kufunza kwa sababu mimi sina elimu hiyo. Aliyokuwa na elimu hiyo kwenda kufunza ni nani? Ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Anamwambia toka wewe mwenyewe, enda wewe mwenyewe jiulizie hiyo swali. Huyu mwanamke anasema fantalaqtu, hapo huyu mwanamke anatoka haraka kabla ya kuweza kupoteza muda. Alielekea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nilipofika fantahaitu ila babihi sallallahu alaihi wasallam. Alipokuja kufika mlangoni wa mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha alayhi imra'atun min al-ansar, alikuja kukutana na mwanamke mwingine kutoka na Ansar, kabila hiyo ya Ansar ambao kwamba walikuwa wakiishi katika hiyo mji wa Madina. Alipokuja hapo wamekutana na huyu mwanamke, na mwanamke mwenyewe alikuwa anaitwa Zainab, jina ni same yake. Anakuja kukutana nayo huyu mwanamke, hajatuha, huyu haja yake chenye ilimleta ni sawa na yule mwanamke pia naye chenye ilimleta. Wote wameletwa na swali moja, sababu kila mmoja anasikia mtume sallallahu alaihi wasallam leo amesema hivi, na mimi sina chochote ambacho kama naweza kutoa sadaka, najiogopea nisiweze kuchomwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kufanya ni nini? Mimi nitafute sadaka hiyo ambayo kama mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema. Wote wanakuja kuuliza same question. Walipokuja fakharaja alaina Bilal radhiallahu anhu warda akawatokea. Walipofika mlango wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Bilal pia naye anatoka. Hao wameulizana mwanzo, nini imekuleta? Huyu anasema question ni ile. Bilal pia naye ametoka. Faqulna lahu, wote wawili wakaanza kuongea kumwambia Bilal, sallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rudi enda tuulizia mtume sallallahu alaihi wasallam, ayujizi anna min sadaqati nafaqatu ala azwajina wa aitamin fi hijrina, je, inatosha sisi kuandikiwa thawabu chakula tunayandalia mume wetu na watoto ambao kama ni yatima sisi tunawalea?
Mtume sallallahu alaihi wasallam anatumiwa Bilal aende akaulize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bilal anarudi kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia ya Rasulullah, ala albabi Zainab wawili wako hapa milangoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anauliza ayu Zainab gani hao ambao kwamba wako hapa mlangoni? Bilal anawatambua, anaambia Zainab ya mke wa Abdullah ibn Mas'ud na Zainab ambao kwamba ni Ansar. Wanasema nini? Wanakuuliza ya Rasulullah, kutokana na swali hii, je, chakula wanaandalia mume wao na watoto yatima ambao kwamba wao wanawalea, wanawapea hiyo chakula, je wao wanaandikiwa sadaka? Je, wake wetu wanaijua? Bilal pia naye anajibiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatoka akiwaambia, anaambia kwa kuwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la huma ajrani, hii chakula ambayo kamba ya watoto yatima na mume wenu iko na ajira mara mbili, yani mnalipo ujira yake mara mbili. Ya kwanza ajrul qaraba, ni familia nyinyi mmoja unapata ujira kwa sababu wa kuichunga familia hiyo pamoja. Ya pili ajru sadaqa, hiyo pia nayo unaandikiwa umetoa sadaka. Lakini hii mke ambao kwamba uliokuwa nayo, vipi anakukabili nayo chakula anayekuandalia? Yeye hajui kama anaandikiwa hiyo sababu ilmi hiyo hana, na wewe umeweka ndani ya nyumba, hutaki kufunza na hutaki pia naye ajue. إخوة الغراء، إن أول ما يجب على زوج المسلم تجاه زوجته، kila ambacho kwamba yahitajika, kitu ya kwanza baada ya kuoa إخوة الغراء, ambacho kwamba inamlazimu kila mume wa Kiislamu mbele ya mke wake aweze kuitendea, kama tajibu ala auladihi, jinsi ambacho kwamba hicho kitu ni lazima yeye aweze kuyapea watoto wake, taalimuha, kuweza kumfunza yule mwanamke bi ahkamil sharia, hukumu ya sharia ya dini ya Kiislamu, wa adabiha, na adabu ya dini ya Kiislamu, khasatan mimma tahtaji ilayhi min ad-darura bidiniha, kila ambacho kwamba huyu mwanamke anahitajia zaidi kutokana na dharura ya dini yake. Ikhwatul gharra, kala aqida, kama kufunza yeye aqida ya Kiislamu, tauhid, yule mwanamke uwezo kumfunza. Wa tahsin alfikr min kulli shubuhat, kuweza kujenga fikra yake dhidi ya kila shubaha aina yote. Leo wewe maybe pengine umefunza mtoto wako msichana, amekuwa mkubwa, ama hata kijana amemaliza shule hii ya kawaida, hapa anaenda huko mbele aweze akamaliza jamia yake, aingiane na hiyo jamia, swala ile ambayo kamba yule asiyokuwa Muislamu anamwangushia, yule haelewi chochote kutokana na dini, ataikabili namna gani? Ndio maana kesho atakuja kuiuliza hata yeye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio yeye mudabbir, anapanga kila kitu. Yeye tayari ulipozaliwa, kila mmoja sasa anajua wakati wewe ulikuwa ndani ya tumbo ya mama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashakuandikia kila kitu maisha yako hapa dunia. Sasa mimi kwa nini nifanye ibada? Si mimi nishaandikiwa kama ni wakwenda motoni nitaenda, nikienda peponi mimi pia naye nitaenda. Sababu haya yote ni ile program ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala shaiandika ndani ya kitabu. Sasa mimi kufanya ibada inanifaida nini? Kwa sababu kama nikifanya nitaingia peponi, nitaingia. Kama sitofanya nimeandikiwa nitaingia peponi, nitaingia. Nikiwa nimepangiwa mimi nitaingia motoni, nitaingia. Fikra ya sheitani ambazo kama huyu atakuwa ni mwenye kuwa nayo, kesho ataona mpaka utakuja kuulizwa. Kwa kuwa masail kama hizo sisi kama daia tunaipitia, mimi shida ni nini nikiolewa na asiyokuwa Muislamu? Huyu si Muislamu ndio, lakini yeye anaenda kanisa yake na mimi naenda msikitini. Chenye inatuleta pamoja ni nini? Ni maisha. Tunapanga maisha yetu jinsi tunaishi. Watoto madamu wao wako wadogo, mimi ni mama, watanifuata. Wakifika 18 years wataenda penye wao wenyewe wanayetaka. Huyu ni msichana wa Kiislamu anakuuliza, kwa nini ilimpelekea aweze kukuuliza hayo yote? Sababu misingi, hakuna chochote yule mwanamke ameweza kupewa. Msichana kama huyo ndio kesho wewe kama Muislamu sasa juu yeye anaogopa babake, umekuja kumuoa, unafikiria vituko gani anaweza kuifanya ndani ya nyumba yako? Hapo iko dini ndani ya hiyo nyumba ya Ikhwatul Gharra. Sasa kama wewe utachukua jukumu ya kumfunza yule mwanamke, utadhani wewe masiri yako, mwelekeo yako kweli utakuwa ni mwelekeo wa peponi? Kala la. Wa ahkamu tahara, unafaa kufundisha huyu mwanamke hukumu za kitahara.
wa fiqhul ibadat, namna gani huyu mwanamke anaweza kufanya ibada, wal muamalat, kuishi na watu pia naye namna gani, kwa sababu dini ya Kiislamu imefunza kila mwelekeo ya maisha ndani ya hii dunia, wa huququ zawj, na hata haki yako ya kitanda pia nayo dini imeweza kuiongelea. Wakati gani ni haramu kukaribia, wakati gani ni kwake yeye ni haramu kuweza kusema hapana, mimi nimechoka. Sababu Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema siku ambayo kama mwanamke atakwambia hapana, mimi na wewe umehitajia, na yeye akadinda, malaika wanamlani mpaka asubuhi yule mwanamke, na yeye hajui maskini. Ikhwat al-gharra, marra sallallahu alaihi wasallam, katika kisa Rasul sallallahu alaihi wasallam tukimalizia, alipita siku moja kwa msikiti, wa usbatun minan nisa'i qu'udun fa'alwa biyadihi ilayhinna. Rasul sallallahu alaihi wasallam alipita msikitini, akapata wanawake wengi wanakaa sehemu fulani ndani ya msikiti. Rasul sallallahu alaihi wasallam aliwapashia mkono hivi njia ya kuwasalimia, alafu akaja akamwambia iyyakunna wa kufranil mun'imin, na wakatazeni nyinyi kutokamana na kukufuru neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapea. Akarudia hiyo kauli mara mbili. Mwanamke mmoja akasimama anaambia, ya Rasulullah, a'udhu billahi ya nabii Allah min kufranillah, mimi najilinda na Allah subhanahu wa ta'ala, hicho kitu hatuwezi kufanya sisi kama wanawake. Bala Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema hapana, nyinyi mnafanya aje? Ahida kunna tatulu aimatuha, mmoja kati wenu akawa amaishi muda mrefu bila mume, hajapata akiwa msichana, wayatulu ta'niswa, mwingine ameoleka alafu akaachika akakaa bila kupata mume mwingine, thumma yuzawijuha Allah alba'al, alafu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ampe mume, wayufiduha, akampea huyu mwanamke, mwanamume akaweza kufidisha huyu mwanamke kwa chakula, mavazi, hata pia naye watoto akaweza akawazaa. Thumma taghdab, alafu siku moja tu huyu mwanamke akaweza kukasirika ambao kwamba ikamsababishia fataksamu billahi ma ra'aytu minhu sa'atan khairan qattu. Huyu mwanamke akawa yeye anasema, wallahi mimi kwanza wewe umenioa, wewe hakuna hata chochote ya khairi mimi nimeona kwako, wewe ni shari tu peke yake unayotembea, wewe sijui ni mwenye kunifanya hivi, hakuna nguo hata moja umeninunulia. Yeye akawa ni mwenye kuleta laani mingi peke yake. Hayo yote nini inamsababishia? Yeye hajajua ile fadla ambayo kwamba wewe kama mwanamume uliokuwa nayo. Sasa ni wajibu yako wewe kufunza huyu mwanamke aweze kujua wewe kwake ni nani. Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema, laiti ingekuwa mtu anaamrishwa asujudia mtu, mwanamke angesujudia mume wake. Lakini ya leo, fikiria wewe mwenyewe, hayo fikra wako nayo nini iliwasababishia yote? Ni mafunzo ya dini hawajaweza kuyapata. Lidhalik, kwa sababu hiyo, wajaba alayhi ta'limuha, ni mwanamume lazima asimame kumfunza, wa illa kama yeye mwenyewe hajui hiyo dini vizuri, ma la yutimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib, kila ambacho kwamba lazima haiwezi simama isipokuwa kwa kupatikana hicho kitu, hicho pia tunaye ni lazima. Maana yake gani? Fa iltimasu wasailu ta'limi zawja wajibun ala zawj, kutafuta njia ya kumuelimisha yule mwanamke dini yake ni lazima kwako wewe, ili uweze kutafuta. Imma an yadana laha lilkhuruji, kama hujui mwambie aende akatafuta elimu penye inapatikana, au ama siyo yuhdhiru laha almuallimi kai yuallimaha, au mtafutie mwalimu ndani ya hiyo nyumba aweze akamfundisha dini yake, kwa sababu hii jambo ni lazima. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, qu anfusakum wa ahlikum nara, yokoe nafsi yako na nafsi ya familia yako kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna njia ambayo kama utaweza kumuokoa yeye pamoja na nafsi yake, lazima uangalie tatabbu ile ibada yake, anafanya ibada namna gani? Je, yeye venye anafanya ndivyo sharia inaruhusu, ama yeye hajui? kisha awe ni mwenye kujua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barr.